Father Charles Kitima apatwa na aibu kubwa baada ya familia yake na mwanamke ambaye alimzalisha kuibuliwa mtandaoni. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, nikiwa ni siku yako ya kwanza hapa. Tafadhali subscribe. Habari iliyozua mshtuko mkubwa haikuanza kwenye mikutano ya kisiasa wala ndani ya bunge, bali lilipuka ghafla kwenye mitandao ya kijamii kibeba nyaraka inayodaiwa kuwa cheti cha kuzaliwa chenye jina la katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa jina Padre Daktari Charles Kitima. Ndani ya saa chache, nyaraka hii iligeuka kuwa silaha ya kushambulia hadhi ya mtu binafsi na taasisi nzima ya kidini, ikifungua ukurasa mpya wa vita ya taarifa bandia inayotikisa misingi ya uwajibikaji wa kisiasa na kijamii nchini Tanzania. Padre Kitima alilazimika kuvunja ukimya kwa kanusho kali, akieleza kuwa nyaraka hiyo si halali, imejaa kasoro za kisheria na inalenga makusudi kuchafua jina lake na kudhoofisha heshima ya taasisi anayodumia. Kauli hiyo haikuwa tu ya kujinusuru binafsi, bali ilikuwa onyo pana kuhusu namna ambavyo upotoshaji wa kidijitali umegeuzwa kuwa mbinu ya kisiasa ya kudhibiti simulizi, kuadhibu wakosoaji na kuzima sauti zinazouliza maswali magumu kuhusu uongozi wa haki za raia. Katika miaka karibuni, Kanisa Katoliki nchini Tanzania limekuwa muhimili muhimu wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu maadili ya uongozi, haki za binadamu, chaguzi huru na uwajibikaji wa dola. Na kupitia matamko ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, sauti ya kanisa imekuwa ikisisitiza umuhimu wa katiba inayoheshimu wananchi, vyombo huru vya habari na dola inayofanya kazi kwa misingi ya sheria. Ndani ya mazingira haya, kushambuliwa kwa kiongozi mkuu wa kiutendaji wa TEC kunachukua maana pana zaidi kuliko kashfa ya mtu mmoja. Kunakuwa ishara ya mgongano kati ya mamlaka ya kisiasa na taasisi zisizotaka kufyata ulimi. Historia ya Tanzania inaonyesha kuwa vipindi ambavyo kanisa na mashirika ya kiraia yamekuwa mstari wa mbele kukosoa mwelekeo wa serikali, mara nyingi vimeambatana na mashinikizo ya moja kwa moja au yasiyo ya pamoja ama yasiyo ya moja kwa moja. Kuanzia enzi za chama kimoja ambako sauti mbadala zilidhibitiwa kwa ukali hadi awamu za baadaye zilizoahidi mageuzi ya kidemokrasia lakini zikabaki na mifumo ya udhibiti, una mwelekeo unaojirudia wa kuitazama taasisi huru kama tishio. Sakata la nyaraka bandia linalomhusisha Padre Kitima linaingia moja kwa moja katika mkondo huo wa kihistoria. Mitandao ya kijamii hasa Twitter imekuwa uwanja mpya wa mapambano ya kisiasa na kijamii Tanzania, wakati upande mmoja ukiona kama jukwaa la uhuru wa kujieleza, upande mwingine umeitumia kama njia ya kusambaza taarifa zenye lengo maalum, mara nyingi bila uwajibikaji. Katika mazingira ambako sheria ya mtandaoni zimekuwa zikitumika zaidi kudhibiti maudhui kuliko kulinda ukweli, taarifa za kugushi hupata nafasi za kustawi. Cheti cha kuzaliwa kinachodaiwa kumhusisha kiongozi wa kanisa ni mfano hai wa jinsi teknolojia inavyoweza kutumika kuharibu taswira bila ushahidi thabiti. Na Padre Kitima alieleza lawama zake si tu kwa wanaosambaza taarifa hizo, bali pia kwa mifumo inayoruhusu nyaraka za kugushi kuenea bila uchunguzi wa haraka. Alisisitiza wajibu wa vyombo vya dola kuchunguza chanzo cha nyaraka hizo na kuwajibisha wahusika. Kauli hii inagusa kiini cha tatizo kubwa zaidi. Je, taasisi za dola ziko tayari kulinda haki za raia na taasisi huru bila upendeleo, hasa pale ambapo mhusika anaonekana kuwa mkosoaji wa mifumo ya mamlaka? Kwa muktadha mpana, tukio hili linaakisi changamoto ya uwajibikaji wa kidijitali Afrika Mashariki. Nchi jirani zimekumbwa na mifano ya taarifa bandia kutumiwa kuchochea chuki, kuharibu sifa za wapinzani wa kisiasa na hata kuhalalisha hatua kali za dola. Mashirika ya kikanda na kimataifa ya haki za binadamu yamekuwa yakionya kuhusu hatari ya kuchanganya propaganda na sheria kandamizi za mtandaoni
na ni jambo linaloathiri moja kwa moja uhuru wa kujieleza na haki ya kupata taarifa sahihi. Ndani ya Tanzania, mjadala kuhusu maadili, uongozi na ukweli wa mataifa ama wa taarifa umekuwa mkali zaidi katika kipindi cha uchaguzi ama chaguzi na mijadala ya katiba. Kanisa Katoliki pamoja na taasisi nyingine za kidini limekuwa likisisitiza uwazi wa haki kama nguzo ya amani ya kudumu, na ndiyo maana shambulio la taswira dhidi ya mmoja wa viongozi wake wakuu linatafsiriwa na wengi kama jaribio la kuondoa uhalali wa sauti hiyo kabla haijasikika zaidi katika mijadala nyeti ya kitaifa. Ni muhimu vile kutambua kuwa kusambazwa kwa nyaraka za kugushi kuharibu tu ama si kuharibu tu sifa ya mtu binafsi, bali kunadhoofisha imani ya wananchi katika mifumo ya kisheria na taarifa rasmi. Pale ambapo raia hawawezi kutofautisha kati ya ukweli na uongo, mazingira ya hofu na kutoaminiana utawala, na hali hii wanufaisha wale wenye nguvu, kwani inafanya upinzani wa hoja na ushahidi kuwa dhaifu mbele ya kelele za propaganda. Sakata hili pia linaibua swali la nidhamu ya kidijitali, swala ambalo Padre Charles Kitima aliligusia kwa kusisitiza umakini wa jamii katika kushirikisha taarifa. Hata hivyo, jukumu hili haliwezi kubaki mikononi mwa wananchi pekee. Linahitaji sera wazi, vyombo huru na uthibitishaji wa taarifa na utashi wa kisiasa wa kulinda ukweli hata unapoumiza maslahi ya wenye mamlaka. Na bila hayo, wito wa tahadhari ubaki kuwa ushauri mzuri usio na meno. Kwa kuangalia nyuma, kuna mifano mingi ambapo viongozi wa kijamii na kidini waliodhubutu kukosoa mifano ama mifumo ya uongozi walikumbana na kampeni za kuchafua majina yao. Mbinu hubadilika kulingana na nyakati, lakini lengo hubaki lile lile: kupunguza uaminifu wa umma kwa sauti mbadala. Leo, badala ya barua zisizo na majina au minong'ono ya vijiweni, silaha imekuwa picha, nyaraka na machapisho yanayosambaa kwa sekunde chache. Athari za kimataifa haziwezi kupuuzwa, na wafadhili, taasisi za kimataifa na jumuiya ya kidini nje ya nchi hufuatilia kwa karibu namna ambavyo Tanzania inashughulikia uhuru wa kujieleza na haki za kiraia. Na tukio la kumshambulia kiongozi wa kanisa kupitia taarifa bandia inaweza kuathiri taswira ya nchi kama eneo salama la mijadala ya wazi na taasisi huru. Ili ni jambo ambalo serikali yoyote inajali uhalali wake wa kimataifa na haiwezi kulipuuza. Mwisho sakata hili bado haujaandikwa. Kinachoonekana wazi ni kwamba kimetoboa pazia na kuonesha jinsi ambapo vita vya taarifa vinavyoendeshwa, nani wanaolengwa na kwa nini. Na kama jamii itachagua kunyamaza, kusambaza bila kuchuja au kuogopa kuuliza ukweli, basi mbinu hii itarudiwa kwa wahanga wengine. Lakini kama kutakuwa na uwajibikaji wa kisheria, uchunguzi huru na msimamo wa pamoja wa kulinda ukweli, basi tukio hili linaweza kuwa mwanzo wa mjadala mpana kuhusu mustakabali wa maadili ya umma na uongozi nchini Tanzania. Hatima ya Tanzania haitategemea tu sera au uchaguzi, bali pia uwezo wa jamii yake kulinda ukweli dhidi ya uongo unaovishwa sura ya nyaraka halali. Kila tukio la upotoshaji linaloachwa bila kupingwa linaacha alama ya kudhoofisha demokrasia. Sakata la Padre Charles Kitima linabaki kuwa onyo kali kwa ukimya na uoga ni gharama kubwa, na kwamba mustakabali wa nchi unajengwa au kubomolewa wakati namna ambavyo ukweli unalindwa leo. Ni hao tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa, na kukuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare content zetu.